ya Steve Barker. Yes, amecheza pia Muaithir ya ligi daraja la kwanza nchini Qatar pamoja na Jinistan ya nchini Finland. Ni miongoni mwa timu ambazo amecheza. Ashaye kucheza pia FC Lori huko na vitu kama hivyo kwenye kari yake. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana muda mrefu, amecheza kwa muda mrefu. Na of course nimeona kama ulivyosema ni mchezaji ambaye anatajwa kuwa winga tishio na vitu kama hivyo, lakini hii terminology tishio nafikiri imekaa ile kuseme kiutambuzi kulingana na lugha ambazo tumekuwa tukitumia, lakini kitaalamu kulingana na kimbinu, taaluma ya kimbinu, wachezaji wa design ya Aura Anicet wanaitwa trickster, matrickster wingers. Yani ni aina ya winga ambaye utambuzi wake wa uchezaji wake au anatambulika zaidi kuwa na mbwembwe, tunaita flares, mbwembwe, chenga nyingi, pamoja na ule uwezo mkubwa wa kukaa na mpira, kumiliki mpira, kukokota mpira. Ndio kitu ambacho kinamtambulisha zaidi aina hii ya mchezaji kuliko mchango wa moja kwa moja wa kutoa, wa kufunga mabao pamoja na kuassist. Sio, unanielewa? Kwa hiyo wachezaji wa aina hii ya Aura Anicet wanakuwa wana sifa gani? Wana sifa ya kwanza kuwa na uwezo mkubwa wa kubeat defenders kwenye 1v1, kuwatoka walinzi kwenye 1v1. Hiyo ni sifa yao ya kwanza, lakini sifa yao ya pili ni kusongesha mpira mbele. Tunasema ball progression, uwezo wa kuprogress mipira ni mkubwa. Lakini sifa ya tatu, wanakuwa wana uwezo mzuri wa kukaa na mpira pamoja na kucheza kwa uhuru na kuwafurahisha mashabiki kwa macho. Anajua zile flares, amepiga mtu tobo, amefanya hivi, amemfinya, amemlaza mtu chini, amenini, ni miongoni mwa sifa ambayo inawatambulisha aina hii ya wachezaji. Lakini si mchango wa moja kwa moja wa kufunga au kuassist. Kwa mfano profile ambayo inaendana na huyu, international profile ambayo inaweza nikatolea mfano inaoendana na huyu ni kuna winga fulani wa zamani anaitwa Allan Saint-Maximin wa Newcastle, winga wa zamani wa Newcastle, Allan Saint-Maximin. Ana hii sifa, yani kwamba ni mchezaji ambaye anaweza aka create chaos, anaweza aka create usumbufu kwenye safu ya ulinzi ya timu yoyote na nini. Uwezo wake wa kudribble, kukari mpira mbele na nini ni mkubwa ukikompea na numbers zake. Umeelewa? Kwenye mabao au assist, yani hizo numbers hazikaribiani kabisa na zile mbwembwe ambazo huyu Allan Saint-Maximin amekuwa akionyesha. Sio, unanielewa vizuri? Kwa hiyo kwa Simba wategemee nini kwa Aura Anicet? Sawa? Kwa Simba wategemee kwanza kutoka kwa Aura Anicet, manake walinzi kupata shida kwenye 1v1 nini atawatoka. Umeelewa? Uwezo wa kuprogress mipira mbele kwa kufanya ile ball carrying na vitu kama hivyo, kustretch defenders, kwa stretch ile opponent kwenye safu ya ulinzi, pamoja na kuwa na uwezo huo wa kupenya penya, unajua ile flares, chenga na vitu kama hivyo. Lakini wasitegemee kupata mchezaji ambaye anakwenda moja kwa moja kuongeza au kutransform kwenye end product. Yani wachezaji wa design huwa end product yao inakuwa ndogo. Lakini anakuwa na hivyo, yani ata drag defender, ata win foul, atafanikiwa kuwin foul pia. Labda kwenye faida ambayo anaweza akapata labda ni kuwin foul kwenye penalty box na kusababisha timu yake kupata mkwaju wa penalty. Vitu kama hivyo anaweza akavi offer. Lakini ukija ukitranslate neno tishio, maana sasa hapo jibu linakuja, utishio wake sio kwenye kufunga wala kuassist. Na of course nita back up na takwimu, kwa sababu vile vitu kama hivyo unatakiwa utoe evidence ya kitakwimu. Alivyokuwa ASEC ndani ya misimu miwili aliyodumu pale, alifanikiwa kufunga mabao 7 na assist 5 ndani ya misimu miwili ambayo amecheza pale. Alivyokuwa Stellenbosch, best scoring season yake ilikuwa ni msimu wa 2023-24 ambapo alifanikiwa kufunga mabao 4 kwenye ligi katika jumla ya michezo 26, lakini alifunga mabao 8 overall katika michezo 37. Sina nielewa vizuri. Kwa hiyo inakupa picha hiyo. Lakini vile vile currently tunavyozungumza, bao lake la mwisho amelifunga Oktoba 3 ya mwaka 2024. Ndio bao la mwisho kushinda. Ndio bao la mwisho kulifunga mpaka anakuja leo Simba 2026. Amefunga bao mara ya mwisho 2024. Tunaelewa? Na on the process hapa katikati
amefanikiwa kucheza michezo 17 pasi na kufunga bao lolote, lakini in the past 2 years, ndani ya miaka miwili iliyopita ametoa assist 6 tu. Inakuonyesha kwamba huyu si mchezaji ambaye utamrely sana kwenye kufunga na kuassist. Tunaita ile kwamba ana flares, ana mbwembwe, anaweza kubeat defenders, ana uwezo wa kufanya ball carrying na kufanya ball progression, lakini end product yake ndio ipo chini, ndio tunawaita matrix star. Sio, unanielewa vizuri? Yes, kwa hiyo huyu Aura Anicet ni trickster winger, anaingia kwenye hilo kundi kifundi, anaainishwa kwenye makundi ya design. Au mfano mwingine ni Adama Traore. Unaelewa, unamkumbuka Adama Traore aliwahi kuwa Wolves pale, alitrend sana akaenda Barcelona. Yaani ni aina hii ya mawinga kwamba ambao wanatumika kwa specific purpose, either ku stretch defense, kubeat kwenye 1v1 na kuingia kwenye maeneo hatari, labda ku create chance na vitu kama hivyo, lakini sio end product, sio specialist kwenye maeneo ya product. Sasa mtu anaweza akajiuliza kwamba bana Dula, umeelezea hivyo vyote, huyu mchezaji anaonekana sawa, umemwelezea mzuri kwenye 1v1, manake ana skill set ya kutosha, footwork, close control na nini, ndio itakufanya uwe na huo uhakika wa kufanya vitu vyote hivi. Sasa kwa nini afungi? Sasa issue iko hivi, kufunga kunahitaji tuseme ujuzi wa ziada. Tunasema kufunga kunahitaji ujuzi wa ziada, na miongoni mwa vitu kuna kama vitu vitatu ambavyo vinafanya mtu kuweza kufunga. Sio, umeelewa? Jambo la kwanza ni kufanya maamuzi sahihi, utulivu wa kuweza kufanya maamuzi sahihi, kwenye ndio tunaita kwamba composure kwenye decision making. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni uwezo wa kuelewa nafasi, uelewa kwenye nafasi, tunaita spatial awareness. Hilo jambo la pili. Lakini jambo la tatu tunaita finishing technique. Umeelewa? Uwezo wa kumaliza, uelewa wako kwenye kumaliza nafasi, finishing technique, ndio vitu ambavyo vinamuangusha. Kwa hiyo kwa huyu mara nyingi sana anapokuwa ndani ya box anakuwa na papara ya kuweza kutaka kushoot haraka na kujikuta ameshoot katika eneo ambalo lisingeweza kumsumbua goalkeeper kuweza kujistretch na kufanya save. Tuseme kwa ile kwenda full stretch ili kufanya save, mpira usiende nyavuni. Sio kwa Aura Anicet, sio kitu ambacho anakifanya. Sawa, kwa hiyo mara nyingi sana mashuti yake yanakuwa yanaishia kwenda kumgonga tu mlinda mlango, na timing ya mlinda mlango inakuwa effective kuweza kudili na hiyo, lakini anakosa ile final composure kwenye decision making yake, na jambo ambalo linapelekea kufanya zile rush shots, yani mashuti ya mradi kapiga na nini, kitu ambacho pia kina affect ile uwezo wake wa kuweza kufunga mabao. Sio, unanielewa vizuri? Lakini tu ile uwezo mdogo kwenye finishing technique yake kwenye kumaliza maana yake kufunga inabeba vitu. Kuna wachezaji wana uwezo wa kufunga tu, vingine sio sana, kwa sababu kufunga peke yake ni sanaa, ni ujuzi, ufundi. Umeelewa? Kwa hiyo mchezaji anaweza akawa ana flare na dribble, ana vizuri kwenye 1v1, kwenye nini, ball carrier mzuri, lakini asiweze kufunga, kwa sababu kufunga ni kitu ambacho kinaingia kwenye ujuzi tofauti. Sawa. Dula, umemchambua kwa upana sana hapo. Kwa jinsi ulivyomuelezea na ukikiangalia kikosi cha Simba, walikuwa wanahitaji mchezaji kama Anicet Aura? Swali zuri sana ndugu yangu. Iko hivi, Anicet Aura ni mchezaji ambaye tunaweza tukasema sio mfungaji, si ndo tafsiri haraka, na sio mtengenezaji sana wa mabao, kwa sababu si assist si mabao. Sasa ukija ukipesti kwenye kikosi cha Simba, aina ya mawinga ambao wako nao, ukianza kwa Kibu Dennis, si mfungaji mzuri. Ukija kwa Eli Mpanzu, fomu yake imeshuka, na probably kama angesajiliwa mchezaji ambaye ana uwezo wa kufunga, pengine ingeenda kumuondolea pressure yule Eli Mpanzu ya kuweza kuibeba timu individually. Lakini vile vile ukija kwa Morris Abraham, sio primary attribute yake sio kufunga, na wachezaji wengine ambao wanaunda eneo la mawinga na eneo la kiungo. Sasa kuna madhara ambayo yanaweza kweli yakajitokeza ikiwa timu itakuwa na aina hiyo ya wachezaji ambao ni maball carrier wazuri, wachezaji ambao wana flares, wanachenga, wana uwezo wa kubiti ma defenders, lakini kufunga na kuassist hawawezi. Kunaweza kukapelekea matatizo ya kiufundi ndani ya timu. Si umeelewa vizuri? Na miongoni mwa matatizo ambayo timu inaweza kukutana nayo ni umiliki mkubwa wa mpira with no final impact. Timu itakuwa inawafurahisha mashabiki kuitizama, wachezaji wanacheza, defender wanafinywa, wanakaa, wanalala chini, wana nini na nini, lakini baada ya hapo hakuna mabao. Timu inaweza
kuwa forced kwenye sare za bila, umiliki mkubwa wa mechi, lakini zero chance creation na nini, au zile chances zinazokuwa created hamna anayeweza kuziconvert, kwa sababu hawa wote hawana ile pure finishing technique. Wana ile, kuna pure alafu kuna poor, au kuna good finishing technique alafu kuna poor finishing technique. Sasa hawa wakiwa wana uwezo mdogo wa kumaliza inakuwa changamoto hiyo, eneo la kwanza. Lakini jambo la pili, inaenda kuilai ile burden ya mabao kwa striker, inampa pressure mshambuliaji kwamba sasa hao wote hawafungi, kwa hiyo kazi yote inakuwa inafanywa na mshambuliaji. So in case siku imetokea amekuwa amebanwa, anakuwa na akishindwa kufurukuta labda kwa sababu amebanwa na wapinzani, timu inakuwa imecollapse completely. Au mfano ikitokea labda ameumia na amekosekana kwenye mchezo, alafu ndo primary scorer au tunaita secondary scorer, timu inakuwa imecollapse completely. Hiyo ni madhara ya pili. Lakini madhara tatu ambayo yanaweza kujitokeza ni tunasema timu inakuwa kuoperate. Lazima kwanza kuwe kuna clinical finisher, maana mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kufunga goli hata 20 per season au 30 per season, au akishakuwepo huyo katikati kwenye viungo kuwe kuna viungo ambao pia wana uwezo wa kufunga, ili huyu Aura Aniset atumike kama wide playmaker, mchezaji ambaye anatengeneza nafasi kutokea maeneo ya pembeni, anaingiza tu zile mipira kwa eneo la katikati, alafu hawa viungo pamoja na mshambuliaji wanajua wenyewe cha kufanya, ila wasije wakalilai kwa Aura Aniset kama mchezaji ambaye anaenda kufunga mabao au kutoa assist nyingi au kumvisha huo yani hiyo pressure kwamba afunge, yani kwa sababu kwenye career yake hicho kitu hajawahi kuexperience. Pengine wanasema unaweza ukawa ni usajili bora ama si usajili bora. Kwako huu ni usajili wa namna gani? Kwa vyote ulivyomuelezea, lakini ni usajili wa aina gani? Of course mimi kwa upande wangu naweza nikasema ni sio mchezaji mbaya kama kawaida yangu, sio mchezaji mbaya, ila timu ikiwa kwenye hali kama ya Simba inatakiwa irely kwenye kitu ambacho kwanza kinahitajika zaidi. Unanielewa vizuri? Yani ni kama vile mgonjwa yuko kwenye critical condition, alafu wewe baada ya kumletea dawa za kumtibu unamletea dawa za kutuliza maumivu, kwamba unamsaidia mgonjwa kupata ahueni, lakini tatizo linabaki pale pale. Na maana baada ya muda ile dawa inaishiwa nguvu, alafu tatizo linakuwa kubwa na maumivu yanakuwa makali zaidi. Nini unamaanisha kwa usajili? Yani maana yake tatizo la Simba ni lipo kwenye eneo la ushambuliaji. Miongoni mwa tatizo la Simba ni eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo ina maana wanavyokwenda kusajili viungo washambuliaji, wachezaji ambao wana uwezo wa kufunga, sababu kumbuka pia wameondokewa na mchezaji ambaye ndio top scorer msimu uliopita, Jean Charles Ahoua, ambaye ndio mchezaji pekee ambaye ana uwezo wa kukupa magoli kwenye kikosi, ameondoka. Hawa mastreka pamoja na viungo wa washambuliaji waliopo pale si wachezaji ambao wana historia ya kuwa na record ya kufunga, umeelewa, ya ufungaji. Kwa hiyo jambo linalotokea ni kwamba inaweza ikawa changamoto kidogo kwa Simba kutibu hilo eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo anachokifanya kwa huyu Aura Aniset ni kama wametumia panado katika issue ambayo mgonjwa anahitaji matibabu serious.